Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, hali gani? Bila shaka wewe mzima wa afya njema. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV. Leo hii nipo hapa katika ofisi za NIDA mkoa wa Singida. Leo hii niko na msajili wa mkoa na wilaya Singida. Tutapiga story mbili tatu, atatuambia shikamoo. Marhaba. Hongera kwa kazi. Asante. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Okay, harakati za hapa na pale katika kuhakikisha wananchi wanapata vitambulisho vya NIDA zinaendaje? Zinaendelea vizuri. Naam. Na baadhi ya wananchi wanafika, tunawahudumia, wanajisajili, wengine wanachukua vitambulisho vyao. Wamejitokeza ingawa sio kwa wingi sana, kwa uchache kidogo. Okay, asante sana. Hebu tuambie, mfuatiliaji wa Snada TV angetamani kujua jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Zera Josephati, afisa msajili wilaya na mkoa wa Singida. Hongera sana. Asante. Hakika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wake Dr. Samia Suluhu Hassan imewaamini sana wanawake na mnachapa kazi sana katika kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo. Hongera sana. Asante. Na tuambie, katika swala la kuhakikisha wananchi wanapata vitambulisho vyao lakini wanapata NIDA, labda ni hatua zipi mtu anapaswa kufuata kwa ajili ya kupata namba ya NIDA lakini pia kitambulisho chake? Karibu. Okay, asante. Vitambulisho vya taifa tunatoa vya aina 3. Naam. Tunatoa kwa raia, wageni wa kazi, na wakimbizi. Sawa. Na utaratibu upo kwa makundi yote matatu. Naam. Kwa raia wa Tanzania anatakiwa awe na cheti cha kuzaliwa, awe na nyaraka zake za elimu ambazo zitahakikisha taarifa zake kama vile majina na taarifa zake nyingine. Pili, awe na cheti cha kuzaliwa. Katika cheti cha kuzaliwa kule kuna majina yake matatu, kuna taarifa za wazazi wake, zote ni kuhakiki taarifa zake. Na nyaraka zake nyingine, mfano anaweza akawa na kadi ya bima ya afya au la akawa na kadi ya mfuko wa wanachama wa hifadhi ya jamii NCCF ama PSSF. Anaweza akawa na leseni ya udereva, akawa na cheti cha ubatizo ama falaki. Hivyo vyote vinatumika ili kuweza kuhakiki na kudhibitisha taarifa zake wakati anapokuja kujisajili. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV. Tukiwa bado tunapata elimu na ufafanuzi juu ya ni kwa namna gani mwananchi anapata namba ya NIDA na mpaka kitambulisho cha NIDA. Nikukumbushe kwamba kipindi chetu hiki ama mahojiano haya yamedhaminiwa na Techno Tanzania, wanaotoa huduma zao nzuri, lakini pia Royal Village Hotel wanaotoa huduma zao katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro na Singida, ambapo hapa ni KBH by Royal Village Hotel. Lakini tupo powered by Makazi Solutions wanaotoa huduma zao nzuri katika upimaji wa viwanja, lakini Unique Furnitures wanaotoa huduma zao nzuri kwa upande wa kuuza furniture, bila kuwasahau Sangawe Glass and Aluminium na Biosustain wanaopatikana Jineri mkoani Singida. Shukrani sana afisa msajili. Hebu tuambie sasa hatua ambazo mtu anapokuja kwa mara ya kwanza anapaswa kuja na viambatanisho vipi? Mtu anapokuja kwa mara ya kwanza anatakiwa awe na fomu yake ya NIDA. Kwa raia awe na fomu namba 1A. Ambapo atakuwa ameambatanisha cheti chake cha kuzaliwa. Atakuwa ameweka aidha vyeti vyake vya elimu, ina maana kuna cheti cha darasa la 7 au kuna vyeti vya kumaliza elimu ya sekondari ya awali na sekondari ya juu, ina maana ni form 6 na form 4. Anaweza akawa ana nyaraka nyingine ambavyo ni vyeti vya ubatizo. Sawa. Ama kadi ya wanachama ya afya NHIF au kadi ya mpiga kura pamoja na NIDA za wazazi wake. Sawa. Yes, yeze ya baba au ya mama. Okay. Na akifika hapo
atahakikiwa kuona je, alishapita kwa mwenyekiti wake wa mtaa ama kijiji kudhibitisha makazi yake. Ina maana mtendaji wa kijiji au mwenyekiti au mtendaji wa mtaa atagonga muhuri kudhibitisha. Baada ya hapo atakwenda kwa afisa uhamiaji, atahakikisha au atadhibitisha uraia wake. Sisi NIDA tunakuwa wa mwisho kuipokea fomu na kumsajili. Okay, asante. Inachukua muda gani? Ni zoezi la muda gani kuhakikisha kwamba huyu anapokuja kwa mara ya kwanza na viambatanisho vyake vyote anapata namba yake ya NIDA, lakini mpaka kitambulisho cha NIDA? Okay, mteja anapohudumiwa kwa siku ya kwanza ni ndani ya siku 3 anakuwa amepata namba yake ya NIDA. Na itakuja kupitia namba yake ya simu aliyojaza katika mfumo wetu wa fomu. Alipokuwa amejaza kuna namba ya simu atakuwa ameiandika, basi atapokea namba yake ya NIDA kupitia namba yake ya simu ndani ya siku 3. Na kama itazidi siku 3 basi haitazidi siku 5. Hapo tutakuwa labda tutajua ana changamoto nyingine, eza hakuwa amekamilisha usajili wake au kuna tatizo zaidi hapo, basi ataweza kufika ofisi ya NIDA kuja kuangalia kwa nini mimi sijaweza kupokea namba yangu ya NIDA kupitia simu yangu ya mkononi ndani ya zile siku 3. Na baada ya hapo atasubiri kitambulisho kitakapokuwa tayari, napo atapewa ujumbe mfupi wa maandishi utamjulisha kwamba ndugu fulani fulani, fika ofisi ya NIDA wilaya fulani ukapokea kitambulisho chako ndani kabla ya tarehe fulani. Baada ya hapo itasitishwa matumizi. Ina maana asipoenda kuchukua itafungiwa matumizi kwa ule muda aliopewa kwenda kuchukua kitambulisho chake. Kwa hiyo anapofika ofisi ya NIDA akimaliza usajili atasikiliza au atasubiri kwa siku 3 apokee namba yake ya NIDA ama siku 5, haitozidi. Itakapozidi kidogo, labda kutakuwa kuna changamoto zimejitokeza ambazo zitakuwa nje ya sisi au nje ya utendaji, labda hizo kuna changamoto ya kimfumo, lakini ndani ya siku 3 lazima apokee namba yake ya NIDA. Okay, shukrani sana. Fuatiliaji wa Snadareal TV, ndani ya siku 3 tu wanakuwa umepata namba yako ya NIDA, lakini na utajulishwa ni lini vitakapokuwa vimefika vitambulisho kwa ajili ya kuvichukua vitambulisho vya NIDA. Hakika mamlaka ya vitambulisho vya taifa inafanya kazi nzuri sana katika mkoa wa Singida na viunga vyake vyote. Afisa msajili, tuambie kama mkoa na wilaya mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mnawahudumia wateja wenu? Tumejipanga vizuri, na kwanza kabisa mteja anapofika kwenye ofisi ya NIDA atakutana na mtumishi ambaye amevalia beji yake inayomuonyesha jina. Kwa mteja atahudumiwa na mtumishi ambaye atamuona na kumtambua huyu ni fulani ananihudumia, na wakati anapomhudumia pia ataweza kuona nimeridhishwa na huduma, sijaridhishwa. Ana haki ya kusema kama sijapata huduma sahihi, anaweza kusema. Lakini sisi tumejipanga kumpokea na kumhudumia kwa wakati, na tumejitahidi kupunguza foleni ili mteja anapofika kwenye ofisi yetu asitumie muda mwingi. Kwamba kama wewe utaona awali anapofika anahudumiwa kwa wakati, anaondoka ndani ya siku chache, anapata namba yake ya NIDA, anasubiri, akipata kitambulisho anapewa ujumbe, na tumetuma ujumbe ingawa watu hawafiki kuja kuchukua vile vitambulisho vipo. Kwa hiyo wanatakiwa watii, wanapopokea zile SMS wafike kuchukua. Sisi tumejipanga kuwahudumia vizuri na tumeboresha huduma zetu na tunatoa huduma kwa wakati, na makundi maalum yanazingatiwa. Kuna wajawazito, kuna wazee, kuna walemavu, wote wanapewa haki sahihi kulingana na muda unaofika. Shukrani sana. Hakika mmejipanga vyema kuwahudumia wateja wenu. Lakini afisa msajili, tunaomba sasa hebu wapitishe watazamaji kupitia kipindi hiki ama mahojiano haya waweze kutambua faida za kuwa na namba ya NIDA lakini kitambulisho cha NIDA. Asante. Faida za kuwa na kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA ni nyingi. NIDA ni ufunguo kwa maisha ya leo sasa. Tunahitaji mikopo, tunahitaji kujisajili katika vyuo, tuna huduma kokote ile unapokwenda unapata huduma. Tuna huduma za kijamii nyingi
sana sana sana. Kwa hiyo unapokuwa na NIDA tunasema jisajili, tukutambue na tukutambulishi. Kwa hiyo ni njia ambayo ni sahihi. Kwanza inakupunguzia usumbufu. Unapokuwa na NIDA umetambulishwa utambulisho sahihi, unafika. Wale wamama au wajasiriamali wanapoenda kuchukua mikopo yao inakuwa urahisi, wanapata urahisi kwa sababu hawana tena mzunguko wa nenda rudi, nenda kalete barua utambulisho. Hapana. Tunafika pia katika huduma za afya. Namba yetu ya NIDA inatumika kama namba ya huduma ya afya kupitia NHIF. Okay. Ile inatumika kwenye huduma za mifuko ya hifadhi ya jamii, wanaochukua wastaafu nazo zinatumika kuhakiki. Zina matumizi mengi sana. Hata kupata fursa za umeme. Ninahitaji kuunganishiwa umeme nyumbani kwangu, lazima uwe na NIDA. Tunakutambua, tunakutambulisha. Shukrani sana. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Scenario TV, NIDA wao wanakuambia jisajili, tukutambue, tukutambulishe. Mambo mazuri kabisa kutoka NIDA. Lakini pia wao wanakuambia kwamba NIDA ni ufunguo. Kwa nini ni ufunguo? Kwamba unapohitaji mikopo, unapohitaji umeme, unapohitaji huduma za kijamii, unapohitaji huduma za afya, NIDA inatumika kama ufunguo wa kukufungulia fursa mbalimbali. Shukrani sana afisa msajili kwa ufafanuzi mzuri sana. Hakika wafuatiliaji wa Scenario TV wanaenjoy na wanafurahia kabisa kwamba kumbe sasa NIDA ni ufunguo. Umewaambia kuhusu faida za kumiliki ama kuwa na NIDA. Okay, ni changamoto zipi ambapo katika kuhudumia wananchi sasa kuhakikisha wanapata namba zao za NIDA na ama vitambulisho vya NIDA mnakuwa mkikumbana nazo kama mamlaka ya vitambulisho vya taifa katika mkoa wa Singida? Asante ndugu mtangazaji. Changamoto kubwa ni kwamba tunakutana na wananchi ambao walishafikisha walishafikisha vigezo vya kusajiliwa, yani wana miaka 18 na kuendelea. Hawaji kwa wakati kujisajili. Isipokuwa anapokuwa sasa anapohitaji sasa, mfano imetangazwa nafasi ya ajira, anataka akaombe nafasi, ndio anakuja leo ajisajili leo apate namba leo, atakuuliza na kadi napata leo. Hivyo basi kumbe inakutuia ni changamoto. Ni changamoto. Anataka hapo yeye apate huduma ile akakamilisha huduma nafasi anayohitaji. Kumbe alipaswa alipofikisha tu vigezo vya umri wa miaka 18 afike ofisi ya NIDA aweze kujisajili na kuwa na taarifa zake sahihi na namba yake ya NIDA itoke kwa wakati, awe ametulia. Inakuwa kama vile anatunza silaha za maangamizi. Huwezi kuandaa silaha ukiwa vitani, unajiandaa mapema. Kwa hiyo tunapofikisha umri wa miaka 18 tufike. Ofisi ya NIDA ipo kwa ajili yao. Okay. Tupo kwa ajili yao kuhudumia. Ni wakati wa muda wa kazi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 9:30 tupo. Kwa wanatakiwa wafike mapema na sio kusubiri kwamba tunapokuwa na matukio muhimu, ni ajira ama ni uhakiki ama kuna pembejeo za kilimo zimetoka, yeye sasa anashindwa kupata huduma, aje sasa tumsajili ili anaweza akawa anapishana na fursa. Kwa hiyo ni vema wakafika kwa wakati. Na hii changamoto imejitokeza sasa, unamkuta mtu anakwama, anaona kama vile NIDA ilimzuia kupata huduma sahihi, kumbe ni yeye hakuweza kufika kwa wakati kuja kujisajili. Okay. Kwa tuwasihi sana ili kuondokana na hii changamoto, wafike kwa wakati. Wanapofikisha miaka 18 na kuendelea wafike tuwasajili. Naam, mfuatiliaji wa Scenario TV, katika kutamatisha mahojiano haya, hebu tuambie sasa, vitambulisho vya NIDA vipo ama havipo, vimefika au bado havijafika, lakini nyinyi mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba wananchi wanavipata hivi vitambulisho kama vimefika? Karibu. Asante. Ndugu mtangazaji, vitambulisho vipo na tumevipokea na tumeshatuma ujumbe wa SMS kwa wateja au wananchi wote, vitambulisho vyao vilivyofika. Na pia matangazo na tunaendelea kuwatangazia pia kupitia taasisi za kidini. Wanapojumuika kwa ajili ya ibada kule nako wanatangaziwa kupata taarifa na kuwakumbusha. Kwa hiyo niwasihi sana na niwaombe sana
wananchi wote waliopokea ujumbe wa kupokea vitambulisho vyao wafike kuja kuvichukua vitambulisho vyao. Shukrani sana mfuatiliaji wa SnadaRadio TV. Mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano haya, nikiwa na afisa msajili wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa ama National Identification Authority NIDA Singida, ambapo wametupitisha katika mambo kuntu ama mambo muhimu kabisa, ili mtu apate kitambulisho chake, mtu apate namba yake na ni kwa muda upi. Ametupitisha kwa ufasaha sana. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa SnadaRadio TV. Lakini kabla ya kutamatisha, unatoa wito upi kwa wananchi wanapokuwa wamepata vitambulisho vyao katika kuvitunza ili viendelee kuwa ufunguo wa kufungua fursa mbalimbali mara baada ya kujisajili, mkawatambua lakini pia mkawatambulisha? Asante. Kwa kuongezea, wananchi wanapopata vitambulisho vyao wavitunze vizuri, kwa sababu kinapopotea watagharamika kukigharamia kwa malipo kidogo ambayo yatatumika kwa ajili ya kuchakata tena kitambulisho kingine. Kwa kumbe wana wajibu wa kukitunza vizuri na kukitumia kwa usahihi. Pia nitoe wito kwa wale ambao walisajiliwa wakiwa Singida na sasa hivi wamesafiri, wako makazi mengine. Kama ana ndugu yupo karibu, anaweza akamtumia ule ujumbe wake wa SMS wa kuja kuchukua kitambulisho, na yule ndugu yake akaja kumchukulia kwa niaba na kumfikishia. Kwa anapokuwa yuko mbali, anaweza kumwagiza ndugu yake aliyoko karibu au mtu wake wa karibu akaweza kuja kuchukua kitambulisho chake. Okay. Hebu tuambie sasa, anapokipoteza hicho kitambulisho, umetuambia kwamba atalazimika kugharamikia. Je, ni hatua zipi anazopaswa kuzifuata? Okay, asante. Pindi atakapokipoteza kitambulisho, atapaswa kwanza kutoa taarifa polisi, atuletee taarifa kupotelewa na kitambulisho, lost report. Ataambatana na malipo ya shilingi 20,000 ambayo atapewa control number, malipo ya serikali atalipia, ndipo tutaweza kuprocess kitambulisho kingine. Na yenyewe inakuwa inachukua muda gani? Process kitambulisho kipya haichukui muda mrefu, kwa sababu ni mchakato wa kuhuisha tena taarifa na kuwasilisha nyaraka za kupotelewa kitambulisho. Haina muda mrefu, nazo ni ndani ya siku chache zile. Okay, shukrani sana. Mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yangu na afisa msajili wa vitambulisho, afisa msajili wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa katika mkoa wa Singida na wilaya. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa SnadaRadio TV. Mahojiano haya yamekuja yakiwa powered by Techno Tanzania, Sangawe Glass and Aluminium wanaopatikana mkabala na jengo la CCM mkoani Singida, Royal Village Hotel wanaotoa huduma zao nzuri kabisa katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Singida na Morogoro. Lakini BioSustain wanaopatikana Jineri wakiongozwa na mkurugenzi wake mkuu Sajad Haidari, wanatoa huduma zao nzuri katika mambo yote ya kuchakata pamba, zao la pamba. Lakini Unique Furniture na Makazi Solution wanaopatikana katika mkoa wa Singida, manispaa ya Singida, wanakupimia viwanja na vyenye hati kwa nafuu kabisa. Mpaka hapa ndio tamati ya kipindi chetu. Usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X ama Twitter kwa jina moja, SnadaRadio TV.